Kwenye kikao cha bunge ambacho kilikuwa kinaendelea leo jijini Dodoma, mbunge wa Nzega vijijini Mheshimiwa Daktari Hamisi Kigwangwala amesema hakuna haja ya Watanzania kuwa na hofu juu ya serikali kukopa endapo mikopo hiyo inaelekezwa kwenye miradi ya maendeleo inayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Akichangia leo Juni 18 mwaka 2025 bungeni jijini Dodoma katika mjadala wa hali ya uchumi wa Tanzania kwa mwaka 2024 pamoja na mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2025-2026. Makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha mwaka 2025-26, Kigwangwala amesisitiza serikali kuendelea kukopa kwa ajili ya miradi ya kimikakati. Hatuna haja ya kuogopa kelele za watu. Deni letu bado ni himilivu na liko vizuri. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwigulu, kama unakopa kuleta umeme, kopa. Kama unakopa kuleta barabara, kopa, amesema Kigwangwala katika kuchangia hoja yake ambayo inaendelea sasa hivi kwenye mapato na matumizi ya serikali ya mwaka 2025-2026. Ameongeza kuwa ni kupitia mikopo hiyo serikali imeweza kutekeleza miradi ya miundombinu, huduma za kijamii na kukuza uchumi wa nchi kwa kiasi kikubwa zaidi. Ndivyo, hiyo ni hoja ambayo mbunge wa Mheshimiwa Hamisi Kigwangwala katika kuchangia hoja yake ya maendeleo ya taifa kwa mwaka 2025-2026. Kama unakumbuka vizuri, kwenye bunge la bajeti ambalo lilisoma wiki iliyoisha, waziri wa fedha anamzungumzia Mwigulu Nchemba alitoa deni la taifa lilipofikia mpaka muda huu, na kwa hiyo kutokana na lile Hamisi Kigwangwala akaona kwamba bado linaendelea istamilivu. Basi kama uwezekano wa kukopa na miradi ya maendeleo inaendelea kufanyika, basi hatuna budi serikali iendelee kukopa kwa ajili ya kuendelea kuleta kile ambacho Watanzania wanatamani wenyewe kuendelea kukiona muda wote. Ndivyo. Una maoni gani kuhusiana na hii hoja ambayo Hamisi Kigwangwala amesema leo bungeni katika kuchangia hoja ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025-2026? Acha maoni yako kuna ukurasa wetu wa Instagram tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujasubscribe channel yetu ambayo TV ni YouTube, basi make sure unafanya hivi ili wa kwanza kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunaweka. Lakini pia usisahau kutufollow kuna ukurasa wetu wa Instagram tunatumia kama Mbayu TV, lakini pia usisahau kumfollow Mr. Info JBZ kuna ukurasa wake wa Instagram anatumia kama hivyo. Chao.